katika ulimwengu. Yesu Kristo alikuja kusimamisha msingi mpya katika ulimwengu. Sio kwamba msingi haikuwepo, ilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alikuja kusimamisha msingi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu msingi uliharibika. Ilibidi Mungu amtume. Na ndio maana ukisoma Biblia katika Isaya anasema ni mtume nani atakayeenda kuwakomboa hao wanadamu. Yesu pekee akasema mimi niko tayari kwa ajili ya watu. Hata sisi watumishi sio kwamba wote wako tayari kwa ajili ya hiyo kazi. Ni wachache. Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ni wachache ambao watakwambia kweli. Wengi wamedanganywa na wengi wamedanganyika na wengi wameliwa hela zao kwa sababu ya misingi iliyoharibika. Kwa hiyo Yesu alikuja kutengeneza msingi mpya katika ulimwengu. Na hakuangalia dini, hakuangalia kabila. Na ndio maana mimi ukiniona nahudumia watu wote, hata waniita wapi mimi naenda naomba nao. Wa makanisa yote mimi sibagui. Yesu ndio ameniita hivi. Mwingine anasema, "Sasa mtumishi huko unajitabisha. Mbona watu wenyewe hata waje?" Mimi naomba kwa sababu najua ninachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na tukisoma kwenye Biblia, watumishi wa Mungu ambao mnasoma kwenye Biblia, ile Zaburi ya 11 mstari wa 3 inasemaje mwenje? Hebu nisomea. Nataka nisome kidogo ili tuingie kwenye maombi. Na nataka nikwambie, hii misingi ambayo Yesu alianzisha, maana anataka tuisimamie na anataka tusimame. Yaani mimi kama mimi nisimame katika maombi na wewe usimame. Bwana Yesu asifiwe. Usitegemee mtu mwingine. Na ndio maana kwenye Biblia akasema amelaaniwa mtu yule amtegemea nani? Amfanyie mwanadamu kuwa na moyoni mwake. Sasa wengine wameweka misingi kwa waganga. Zaburi ya 11 mstari wa 3 anasema